kuepuka aina hii tano ya wanaume kuingia nao katika mahusiano. Ni vizuri zaidi kutambua kwamba kuna aina tano ya wanaume ambao unatakiwa uweze kuepuka nao kuingia nao katika mahusiano, ikiwa unahitaji kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga ndoa sahihi, kwa sababu kuna wanaume ambao hautakiwi kuingia nao katika mahusiano. Kwa hiyo ni vizuri zaidi, kama ni mwanamke unahitaji kuweza kuingia katika mahusiano sahihi, hakikisha unaepuka aina hii tano ya wanaume ambao nitaweza kuwataja. Aina ya kwanza, aina ya mwanaume ambaye ana asili ya ubaba. Mwanaume yote ambaye ana asili ya ubaba ni mwanaume ambaye anapenda sana kupigana. Kwa hiyo kama unahitaji kuweza kuingia katika mahusiano sahihi, epuka kuingia katika mahusiano na mwanaume ambaye ana asili ya ubaba, yaani yeye ana shuruti, anapokuwa anaongea anatumia kauli ya kushurutisha. Kwa hiyo epuka sana kuingia katika mahusiano na huyo mwanaume. Na pia aina ya pili ya mwanaume ambao unatakiwa kuepuka, epuka aina ya mwanaume ambaye anaendana na utandawazi, yaani utandawazi unapoenda na yeye ndivyo anaenda. Mfano, akiona nguo fulani zimechanika chanika na yeye anaenda hivyo. Akiona mwanamke mweupe ndiye anatrend kwa wakati huo, na yeye ndiye anatafuta wanawake weupe. Akiona mwanamke mnene ndiye anatrend kwa wakati huo, na yeye anaenda hivyo hivyo, kwa sababu ya utandawazi unapoenda. Kwa hiyo epuka kuingia katika mahusiano aina hii ya mwanaume, kwa sababu utateseka katika hayo mahusiano, na kama mtaingia katika ndoa utateseka katika hiyo ndoa. Na pia epuka aina ya mwanaume ambaye alishawahi kutoa mimba au kukataa mimba. Ikiwa ukafahamu kwamba huyu mwanaume alishawahi kutoa mimba au akakataa mimba, epuka kabisa kuwa naye katika mahusiano, kwa sababu wewe hauna tofauti na wale wengine, au na yule mtu ambaye alimkatalia mimba au alishiriki kuweza kutoa mimba. Kwa hiyo epuka sana huyo mwanaume. Na pia epuka aina ya mwanaume ambaye ana marafiki ambao wana tabia mbaya. Yaani unakuta yeye ana marafiki ambao wanazungumza kwamba alishampitia mtu fulani, au starehe zao ni kwenda maklabu. Epuka sana huyo mwanaume, kwa kuwa hakutakuwa na mahusiano ambayo yatajenga ndoa sahihi. Kwa hiyo epuka sana aina hii ya mwanaume ambaye yeye ana marafiki wabaya. Na pia aina nyingine ya mwanaume ambao anatakiwa kuepuka ni aina ya mwanaume ambaye ana wivu pia na gubu. Wivu ni jambo la kawaida, lakini gubu pia ni aina ya mwanaume ambaye atakutesa sana katika hayo mahusiano, kwa kuwa mwanaume mwenye gubu lazima awe na mkono wa kupiga. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba kama unahitaji kuweza kuingia katika mahusiano sahihi, epuka kuingia katika mahusiano na mwanaume ambaye ana gubu na wivu. Nikumbushe kwamba kama una tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, ama kama una tatizo la changamoto katika mahusiano, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi ambayo yatajenga